إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أما بعد إن شاء الله tuendelea na darasa mpya kwanza surat takwir ilikuwa tuanze leo za shamsi kuwirat, lakini inshallah tuendelea baada ya kurudi safari inshallah. Leo tutatazama katika surat al-Ahqaf aya ya 15. Surat al-Ahqaf aya ya 15 mwanzo wa juzu ya 26. Aya hii kama mtu ataitazama na kutafakari vizuri ataona kwamba kuna maamrisho kutoka kwa Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala kwa kila mtu aliyefika miaka 40, akipindukia 40 anawajibika na jambo hili. Akifika miaka mingapi? 40 anawajibika na jambo hili. Mnajua hilo jambo hilo? Hamlijui? Hamlijui? Kwa miaka 45, miaka mitano yako umepoteza, hujatekeleza wajibu. Tunakuja katika aya inshallah. Yani anawajibika mtu anapofika miaka 40 afanye jambo hili katika aya hii. Na huu ni wasia wa Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Wakati unaposoma katika Qur'ani ukasikia wasaina na tumemusia au tumewahusia, yani tumewanasihi, tumewapa nasaha, tumeelekeza yale yaliokuwa mema ya kufanywa au mabaya ya kuachwa. Hivyo ndio kusudio aya hii ya 15 ya juzu ya 26 ya sura al-Ahqaf. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. مليون 40 سنة مكوجابه. وبلغ 40 سنة miaka 40 sio siku 365 na robo mara 40, siku 554 mara 40. Yani wewe unapohesabu miaka 40 yako kwa tarehe ya nini ya jua Januari mpaka Disemba ndo mwaka, unatakiwa hesabu Ramadhani mpaka Ramadhani mwaka, mpaka Ramadhani mwaka, Safar mpaka Safar mpaka Safar mwaka, asi Rabiul Awwal mpaka Rabiul Awwal mwaka, na mwaka wa mwezi mna siku 300 na ngapi na 54 mara nyingi. Kwa hivyo ukizaliwa Dhulqa'da mpaka Dhulqa'da mwaka, ukiwa unatoa zaka kila Dhulqa'da basi baada Dhulqa'da, usiseme Januari hadi Januari, utakuwa umeiba siku 11 zimepita kuliko mwaka unaotambulika na dini yetu ya Kiislamu. Kwa hivyo usijisifu kwamba miaka 40 ndio kwanza, la, ushapindukia, pengine 42 umshafika. Basi siku 354 mara 40 piga, alafu baadaye ugawe kwa miaka kwa hiyo siku za 365 na robo unaohesabu. Kwa hivyo tuache jambo hilo kwamba wewe umefika miaka 40, sema ukianza kufika 38 خلاص ndio wewe unaingia katika kundi hilo. Hata idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هي آية ya 15 ya surati al-Ahqaf. Hii ndio
amri na wasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwako. Kama unafuata wasia huu, yani umepata khairi nyingi sana. Kwa hivyo mtoto mmoja alikuwa akimwambia babake, wewe umetoka kufika umri uliopindukia 40 mpaka umefika leo miaka 60, sasa hivi baba una miaka 20, ulikuwa unatakiwa ufanye jambo moja, umefanya jambo gani mwanangu? Akaambia umesoma dua hii miaka yote mbele sijasoma. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu anakunasihi hapa na wewe hata habari huna, na dalili ya kwamba tunatupa misahafu katika rafu huko limejaa vumbi, wala hatutazami yale yalokuja yameamrishwa. Qur'ani ni katalogi yetu. Qur'ani lazima tunaomba tufate yale yaliyokuja katika Qur'ani. Maamrisho yake ni wajibu kwetu kuyatekeleza na kuyafuata. Ina maana kwamba talabul ilm faridha, kutafuta ilmu ni jambo la lazima ala kulli muslimin wa muslima, kwa kila muislamu mwanamume na mwanamke lazima tutafute. Ufahamu ili nini? Kila tunapoongeza ilmu, basi kuliko hata ile ibada unaifanya ile bila ilmu yako kuongezeka. Unapoongeza ilmu, ibada unaiboresha na unazidisha katika mambo mengi ya khairi, na unapata kujua dini yako, na unapata kuzidisha imani yako na takwa yako, na unajisogeza zaidi kwa Mola wako. Hiyo ndio maana ya faida nini kusoma ilmu. Qur'an, kitabu hichi ni neema kubwa sana. Hakuna neema kama hii neema kupewa sisi Qur'ani kwa katalogi yetu sisi, tukaifuata tukatekeleza yale yaliyokuja. Namna wewe kuishi, wewe unatakiwa utizame Qur'ani. Tunaambiwa nini Suleiman kasema, nini Ibrahim kasema, nini Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasema, nini Yusuf kasema, nini dua aliyoomba huyu, nini haya. Ukitizama Qur'ani zimejaa tele vitu kama hivi, vimejaa tele vya kupata nini muongozo wewe na kuelekezwa. Leo Nabii Ibrahim anatufundisha dua muhimu sana, rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Katika aya 40 na surati Ibrahim, ukisoma aya hizi, yani kuna khairi chungu zima. Unaombea watoto wako, vizazi vyako, unaombea wazee wako wawili, unajiombea mwenye nafsi yako, na unaombea waumini wote. Wote wanaingia katika listi hii ya maombezi unapoomba. Rabbi ja'alni ya jamii muqima as-salat, mwenye kusimamisha sala, wa min dhurriyyati, pia ja'alni na dhuria yangu, vizazi vyangu. Rabbana taqabbal dua, unaomba wewe utakabbal dua zetu. Rabbana ighfir li, nani mimi mwenyewe najiombea maghfira. Waliwalidayya, na wazazi wangu wawili. Walilmu'minina, tena naomba ghufran nini yauma yaqumul hisab, siku ya kwenye hisabu siku hiyo. Na wewe kwa muumini na unaingia katika dua ya Nabii Ibrahim kuombewa, na kama wewe unaisoma na unaombea watu wako na watu wengine, na kila muumini akiomba na wewe unapata. Rabbi ja'al Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minin, pamoja yauma yaqumul hisab. Nabii Ibrahim atufundisha hivyo, kila mtume akatufundisha dua fulani, na dua kama hizi nafaa mtu azitizame, anaongeza katika listi yake ya kuomba dua. Turudi katika aya yetu, wasaina al-insana, na tumemuhusia binadamu. Allah anasema tumemuhusia mwanadamu biwalidayhi ihsana, kuwatendea wema wazazi wake. Idha kan, pindipo ikiwa wasia huu nasaha hizi kutoka kwa Mola, basi ukitekeleza nasaha hizi unategemea thawabu zake ngapi utapata wewe? Unategemea nini unapata? Wakati utakapokisia wewe thawabu, huwezi kufahamu khairat nyingi. Allah anapotuambia maneno kama haya, na ukatekeleza kuwafanya ihsan liwalidayk, ukiwafanyia wema hasa wazazi wako wawili, kuna zaidi kuliko Mwenyezi Mungu akakupa pepo, kwa sababu yeye yuko radhi na wewe kwamba umetekeleza amri yake. Hakuna kitu anachokipenda Allah kama mja wake kutekeleza amri aliyompa, akafuata yale yote anamwamrisha, anomkataza akawacha asiyafanye yale anokatazwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, anayawacha asiyafanye. Huku ndo kufuzu kwenyewe. Hii ndio pepo yenyewe, kutekeleza yale maamrisho. Wewe wasana insana biwalidayhi ihsana. Kwa nini akatupa sababu? Hamalatu ummuhu
baada ya kutaja wazee wawili pale pale kampachika nani? Mama kwanza mbele, ndio anastahili zaidi ihsan. Akasema nini? Kamwacha baba, kamwanza mama. Hamalatu ummuhu, mama yake amembeba tumboni, kurha. Mama mtu amefanya nini? Amebeba mimba yake kwa tabu. Wa wada'athu kurha, na akamzaa kwa tabu. Wa wada'athu kurha, na akamzaa kwa tabu. Aya 15 sura Al-Ahqaf. Na akamzaa kwa tabu. Wa hamduhu wa fisaluhu, natoka kubeba mimba ile, kutoka kuchukua mimba kwake. Wa fisaluhu, hata nini? Kumwachisha ziwa, baina kubeba mimba na kumwachisha ziwa. Mimba miezi 7 na kumwachisha ziwa, mimba miezi 9 na kumwachisha ziwa. Akasema muda wote huu wa fisaluhu 30 shahra. Miezi mingapi? Miezi 30. Na kule kuna kunyonyesha miaka miwili, sehemu nyingine imetaja katika nyingine. Sawa. Kwa hivyo hapa miezi 30 toa miezi 7, inakuwa ngapi imebakia? Miezi 23. Watoto wanazaliwa mapema kabla kutimia miezi 9, premature babies. Watoto wanazaliwa katika miezi 7, watoto wanazaliwa wengine normal kama miezi 9. Kwa hivyo inabakia kunyonyesha miezi mingapi katika 30? Miezi 21. Sio? Hii nasaha moja. Ya pili kwamba nini? Kukadisha ziwa aya nini? Fi amain, miaka miwili. Kwa hivyo hapa wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, baina kubeba mimba na nini na kumwachisha ziwa. Miezi mingapi? Miezi 30. Miezi 30 ya Januari Februari, au miezi 30 ya Shaaban Ramadhan, Shaaban Rajab Shaaban Ramadhan Shawwal Dhulqa'da Dhulhijja. Sawa. alafu nini Safar Rabiul Awwal Muharram Safar Rabiul Awwal asio. Naam. Alafu kisha hata idha balagha ashuddahu, hata na anapofika ashuddahu, anapokuwa rajulun shadid, anapofika utu uzima wake, anapofika utu uzimani wa kuwa na akili timamu, ana nguvu timamu, anaweza kufanya kazi kwa ajili ya kujilisha yeye na kulisha familia yake, akaoa akawa na watoto baada ya kupindukia miaka ya kuwa mibaligh, kufika umri nikah, kwamba akiwa baligh akaweza kufanya kazi kwa kujipatia riziki yake. Hata idha balagha ashuddahu, anapofika ashuddahu, yani kubali kwake na kuwa mtu mzima sasa, anaweza kujitegemea mwenyewe, hataki msaada wa wazee. Hata idha balagha ashuddahu, kisha kata msaada wa mzee, yuko peke yake anajitegemea. Hata idha balagha ashuddahu, alafu kisha je anaendelea, iko miaka 18 balagha ashuddahu, iko 15, iko 20, aendelea 25 30 35 hata idha balagha ashuddahu, alafu wabalagha 40 sana, na akafikisha miaka 40. Jamani, hii miaka 40 haijaja hivi hivi. Miaka 40 ina maana kubwa sana. Allahu wahdahu a'lam, Allahu wahdahu a'lam, Mwenyezi Mungu peke yake mwenye kujua. Lakini kwa ile ilmu nduchu, sio ndogo, ilmu nini nduchu tulioipata kutokana na ili neno mkufika umri wa miaka 40, tunaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa utume katika umri gani? 40. Lazima tutakutafakari kwa nini kwa nini kapewa miaka 40? Hatujui, sema mwenyewe Allah wahdahu a'lam. Lakini kwa mtazamo mbio kwa maarifa unaweza kupata kwamba mtu aliyekuwa kijana miaka 20 21 anaanza kazi pahala, tasema huyu bado anaweza kufanya makosa chungu zima ofisini, au sio? Anarakibishwa. Akifika miaka 36 37 38 ishapata experience ya kutosha, anapofika miaka 40 anarejea yeye katika nini, kuulizwa kila kitu. Akabobea miaka 20 20 ngapi anafanya kazi,
kishafika, yupo katika izi shabab, nguvu za kutosha, akili ya ukamilifu, dunia ameiona vizuri, akili yake imepevuka, maisha anayajua vizuri, ana watoto wa kuwalea na karibu ataozesha mtoto wake akije, au sivyo, na ana nguvu. Akitochomoka hapa sasa hivi anakwenda kilomita 5 anakuacha nyuma, au sio? Sasa ukimchukua mtu mwingine na miaka 60 au 50, kesho mara moyo unamuuma, mara sio, au sio? Una upungufu. Kwa hivyo min hata idha balagha shuddahu ila an balagha 40 sana, baina kipande hichi yumo katika ku gain experience ya ulimwengu na kujua mambo, anaona mambo chungu zima, mambo yalikuwa mazuri na yalikuwa mabaya, anapata khibra, experience, ujuzi wa mambo kadha kadha. Halafu anapofika miaka 40, Mwenyezi Mungu anataka ule umri ambao alompa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na nyie mmeshafikia katika kupevuka kiakili. Leo kitazama maastronauts wanakwenda katika marocket na makuka haya, mara nyingi walikuwa wakichukua miaka 38, 40, 39. Mwanzo walikuwa siku zote wanachukua hapindukia 40 wala si chini ya 38. Ukitazama kina Armstrong na nani wale wote walikuwa kwenda zamani, kina Yuri Gagarin na nani, utaona umri wao katika period hii. Wamechunguza, Mungu anajua kwamba ni umri ambao nini, akili ya binadamu inakuwa imepevuka sasa. Sasa wewe sasa hivi umepevuka, na huko kwenda utakuwa mzee, na baadaye utakuwa na watoto. Hawa watoto utahitajia kuombe dua. Basi anza wewe, toke hata idha balagha shudda wa balagha 40 sana, tena kipande hicho sikiuke tena. Unataka toke idha balagha shudda una miaka 18, 20, 22, 25 unaombea wazee wako. Lakini tena ukifika 40 tena ukiwacha tena, hapo inakuwa kuna taksir minka, kuna upungufu mkubwa kutoka kwako. Wa balagha 40 sana qala, na anapofika ujana utuzimani mwake na akapindukia mpaka kufika miaka 40, qala husema rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Unadaiwa kila siku, ewe uliyefika miaka 40, unadaiwa ukifika miaka 40 useme kama hapa alivyosema Allah, hata idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi, usema rabbi, ewe Mola, auzi'ni, usema nini? Ewe Mola, auzi'ni, niwezeshe, nipe uwezo, nipe fursa hii. Auzi'ni an ashkura ni'mataka, niwezeshe ewe Mola nipate kukushukuru na kushukuru neema zako. Anashukuru ni'mataka allati an'amta alayya, neema ambazo ulizonineemesha mimi, na mimi sikufika hapa ila kwa malezi mazuri ya wazee wangu, kwa malezi mazuri ya wazazi wangu walioniongoza nikaongoka, waliopata hidayah wakanitunikia na mimi wazazi wangu hidayah, nikawa mtu mwema. Sasa hivi nipe mimi, niwezeshe uwezo huu wa kushukuru neema yako. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, zile ambazo ulizonineemesha mimi, wa ala walidayya, na ulizonineemesha wazazi wangu. Nipe fursa nikushukuru, nipe fursa nikushukuru, niwezeshe nikushukuru. Anashukuru neemataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Alafu kisha wa an hapa inarudi kule juu kule, kwamba nini? Auzi'ni an ashkur, sio niwezeshe ni hii an, hii baada auzi'ni, na kila penye an chini kama kwamba unatajua na upenyeze wewe mwenyewe wa auzi'ni katika kimana, kimana an auzi'ni an ashkura, si moja hiyo. An ya mwanzo, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, wa auzi'ni an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu. Kwa hivyo yote maana nipe Mola uwezo
niwezeshe, nifahamishe, nipe nini mwongozo. Yote maana yake auzi'ni hapa, ana ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, na niwezeshe pia nifanye amali njema, zile njema ambazo tardhahu anta ya Rabb, zile ambazo wewe unaridhika nazo. Na hili muhimu sana, amali njema ambazo wewe Mola unaridhika nazo, an amala salihan tardhahu anta min hadha al-amal as-salih, wewe unaridhika nayo na hii amal salih. Mshafahamika wa an amala salihan tardhah wa aslih li fi dhurriyyati. Wa aslih li, al-islah bimaana kutengeneza jambo lote. Popote unapokuepo unatakiwa unatengeneza mambo yawe mazuri kwako wewe mwenyewe na kwa watu waliokuzunguka, ikiwa nyumbani, ikiwa majirani, ikiwa mtaani, ikiwa popote pale uwe sahibu islah, nikupenda kutengeneza. Chochote kinachoharibika tengeneza kwa kauli yako, kwa pesa zako, kwa nguvu zako, kwa ilmu yako, kwa maelekezo yako. Watu wawe siku zote wana nini, wanapata faida kutokana na nini, na mwongozo wako na nasaha zako. Hii ndio maana yake islah, kutengeneza. Palipoharibika sio wewe uzidishe kuharibu, la, wewe utengeneze. Palipoharibika utengeneze. Na ndio kwa maana wale watu wema wenye kupenda kufanya wema, wenye kupenda kufanya islah wakaitwa nini? As-salihin. As-salihin, hawa watu wanapata neema Mwenyezi Mungu amewanemesha minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Aina nne za watu ambao Mwenyezi Mungu huwatia peponi, wanaoneemeshwa na Allah. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. متومه وسما kweli mashahidi na الصالحين, watu wema. الصالحين bimaana kila kitu anafanya kwa ajili ya kutengeneza, sio kuharibu. Kutengeneza sio kufanya ufisadi na uharibifu. Hiyo ndio maana ya islah. Na nijalie mimi ni mwenye kutengeneza daima, kila ninalofanya liwe jema, sio baya. Wa amala salihan tardha, ili nijalie niweze kufanya jambo jema ambalo unaridhika nalo. Sawa? Halafu sio hapo tu, amala salihan tardha wa aslih li. Hiyo salah ni neno linakwenda tena, wa aslih li, na mtengezee liwe zuri. Wa aslih li fi nini? Fi dhurriyyati, na unitengezee dhuria yangu au dhuria zangu. Unitengezee, ujalie watoto wema, wenye kusali, wenye kutii, wenye kujua majirani na kuamkia na kuheshimu na kuombea dua na kuasio. Hiyo ndio maana nini, mtoto mwema anayekaa katika majumba ya wote humpigia mfano kwa wema wake, kwa uzuri wake. Hata mtu unafurahi, mtoto fulani mashallah, Mwenyezi Mungu amzidishie, babake amejua kulea, sio? Ndio amelea Mwenyezi Mungu anapendavyo, na dua za wazee na amal salih za wazee na mambo mengi yanasababisha watoto nini kwa wazuri. Na wao hima unachukua jitihada, wanajua kama hili jukumu juu yetu, sio watoto washughulika na yao kwenye karata, kwenye dhumna, kwenye bao, sio kwenye nini. Watoto hawaendi chuoni, watoto hawaendi msikitini, watoto hawasali nyumbani, watoto ovyo, maneno si mazuri majumbani. Unamwachia mama leo na wewe unashughulika na upumbavu na mchezo na nini. Wewe sikwesho utaulizwa kweli au utaulizwa? Hakuna swala kweli juu wewe. Hii ndio islah unayoitaka wewe. Na Mwenyezi Mungu atumiza waslihi fi dhurriyyati. Aslihi fi dhurriyyati, kwanza nianze mimi jitihada, halafu mwachie Mwenyezi Mungu akutengezee. Ukiwa unaogopa dhurriyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Ukiwa unaogopa wewe utaondoka duniani, utaacha watoto madhaifu nyuma yako, watakuja kupotea ni la Allah. Wewe fanya mema tu, fanya mema, mwachie Mwenyezi Mungu aliyobakia. Kwa hivyo mwenye kufanya mema na kuomba islah kutoka kwa Mola, Mwenyezi Mungu anamjalia, anampa watoto walio wema. Lakini usiseme yule bwana mtoto wake wema, lakini moja mkorofi, moja shetani mkubwa yule, moja yule maunga mabangi sio nini. La, mmoja anaweza kuwa mtihani, lakini jingine pia inaweza kuwa kushughulika wazee kwa watoto wao. Mtoto anamchunga, kenda skuli, karudi skuli, kapita wapi, kachelewa, kwa nini kachelewa, kenda chuoni, saa ngapi anarudi, mjue saa ngapi anarudi, anacheza nje pale wanapomona, watoto gani wanacheza nao, yote haya muhimu. Wazee lazima wachukue hima, kwa sababu huwezi kumwacha mtoto. Mtoto akishapindukia miaka 12, 13,
mchunge zaidi hapo ndo wakati wa kupotea. 3, 14, 15 ndio shtukia mtoto wako humoni, akishatoka chuoni jioni humoni mpaka saa 2. Kenda wapi hujui, utakao unauliza. La, mchunge, hakikishe na uwe mkali juu yao na wapige kama za kuwapiga. Naam, mpaka mtoto aelekee. Naam, mtoto kama hujamtazama kwa wakati wote huu, alafu utakaa baadaye unajuta. Mtoto anakuja anatukana nyumbani, anapiga watu wake, anaiba mali, pesa, anakwenda kuvuta bangi, anakwenda wewe unapenda ule, alafu watoto kama hivyo la abadan. Kwa hivyo yani mtoto mleavyo ndivyo nini, si akwavyo, sio ndio akwavyo, ndio anakuwa hivyo kwa mujibu na unavyomlea. Unamfinyanga wakati nini, wakati chuma wakati nini laini bado, sio udongo ungali ni maji, au sio? Kwa hivyo lazima wahi strike the iron while it is hot. Pige chuma wakati kwanza unatoka kwenye moto, ipige, itanyoka, itapindika upenda wewe. Na ndio ulezi hivyo unakuwa the strike the iron while it is hot, yani. Kwa hivyo hapa tunakuja katika kauli nini, wa amala salihan tardha wa aslihi fi dhurriyyati, nitengezee katika dhuria yangu. Wewe uko katika kumwomba kila siku, nitengezee dhuria yangu, nitengezee dhuria, wajalie watu wema dhuria yangu, au sio? Halafu tena baadaye labda pengine kuna jambo hapa linasaidia katika kupata islah katika dhuria. Wa inni tubtu ilaika, hakika mimi nimetubu kwako. Tauba yako kwa Mola wako kunasaidia Mwenyezi Mungu kuwaelekeza watoto wale katika minal salihin. Wallahu a'lam. Inni tubtu ilaika, hakika mimi nimetubu. Hii sharti ya kutubu kwa kweli ya Rabbi mfishaifanya. Kwa hiyo na mimi nilipe malipo yake, islah fi dhurriyyati, kutengeneza watoto wangu. Uende kama maana hiyo, uende kama vingine, lakini moja katika mambo ambayo unaomba kwamba nini, kwamba mimi natubu kwako. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, na hakika mimi miongoni mwa muslimin. Maana yake mwa Waislamu tu la, haitoshi maana moja. Wa inni minal muslimin, naam mimi minal muslimin, nasema la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah, na nasali, nafanya ibada zote. La, hii minal muslimin al-istislam wal khudu' wal inqiyad, al-khudu' tam lima amara Allah, kila kitu ambacho alichokuamrisha Mwenyezi Mungu astaslim lillah. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. نحن إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام قال سلم أمري لله، قال إني ربي إني أسلمت لرب العالمين، سلم أمري وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، nimeelekeza uso wangu na nimesalimu amri yangu kwake, kila alichoniamrisha nafanya, kila alichonikataza najiepusha nalo. Ndio maana yake Islam. Islam kusalim amri mbele nini, amri ya Mwenyezi Mungu katika maamrisho na makatazo. Ndio maana yake wa inni minal muslimin, hakika mimi miongoni mwa Waislamu. Tukipitia tena mbio hii aya inasema nini, wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana, na tumemuhusia mwanadamu awatendee wema wazazi wake wawili. Hamalatu ummuhu, akakamata hapa kuelezea habari ya mama, ndio aliyopata tabu zaidi na shida zaidi. Hamalatu ummuhu, mamake amechukua mimba yake kurha, kwa tabu na shida, kwa karaha, yani kurha bimaana kwa tabu sana, dhiki, kila aina tabu amepata. Hata wawadhaathu kurha, na akamzaa kwa tabu pia. Wa hamluhu, na kubeba mimba ile, kuichukua mimba ile. Wa fisaluhu, na kumkatisha ziwa 30 shahra, miezi 30. Baada ya kufika miezi 30 akamkatisha ziwa, halafu mtoto anaanza kusimama na kwenda na harakati kidogo kidogo, anaendelea hata idha balagha ashuddahu, hata anapofikia utu uzima wake, ashuddahu, utu uzima wake. Wa balagha, na akafikiria 40 sana, miaka 40. Anapofikia hapo, qala, husema rabbi auzi'ni, ewe Mola wangu mlezi, niwezeshe, nipe uwezo, nijalie, nifanye mimi ni mwenye kunini, an ashkura ni'mataka, mwenye kushukuru neema yako au neema zako. Allati, na ukiona neema, ni'am ni neema nyingi, ni'matun neema moja,
lakini pia neema inapotumika بصيغه المفرد kama ni moja بقصد الجمع kusudia jamu iliyokuwa nyingi sana jamu kubwa nyingi kubwa jamu iliyokuwa kubwa unarejea kwenye mufrad ukisema saifun upanga mmoja suyuf mipanga 9 8 10 11 ukipindukia ipanga 1000 na 2000 saifan 1000 saifan imerudi kwenye sigha nini mufrad inapokuwa adad kabir kwa hivyo neemataka sio neema moja lakini neema zilizokuwa nyingi kabisa hata huwezi kuzisawu neema la tuad wala tuhsa hauwezi kujua idadi yake wala kubwa wake neema jua neema Mwenyezi Mungu ametupa neema nyingi wa intaudu ni'matallahi la tuhsuha mkihesabu neema ya Mwenyezi Mungu neema zake nyingi huwezi kudhibiti na kujua idadi yake nyingi sana neema moja tu ukubwa wake neema la jicho tu neema ya jicho moja sio mawili yefikiwa mawili neema moja utatoa ngapi wewe kwa ajili ya jicho moja utafanya ibada kucha wewe ili ulipe wala haijafika chochote wala tone ya neema hiyo kwa hivyo neema za nyingi na neema inapotumika kwa sighatul mufrad bi maana neema nyingi sana alafu hapa nini tumefika wapi anashukuru neemataka allati an'amta alayya neema zako ulizoneemesha mimi wala walidayya na ulizoneemesha wazee wangu wawili wa an'amala salihan tardha na niwezeshe kufanya mema ambayo yanakuridhisha wewe waslih li fi dhurriyyati na unitengezee katika dhuria yangu wa vizazi vyangu inni tubtu ilaika hakika mimi nimetubu kwako wa inni na hakika mimi minal muslimin katika watu au miongoni mwa waliosalim amri kwako na hapa tukitoka hapa tunakwenda katika surati an-naml Mwenyezi Mungu anatuelezea wakati Nabii Suleimani alipoomba dua mfano wake kama hii alafu Mwenyezi Mungu akaichambua uzuri sana katika hii sura al-Qasas aya 15 katika surati an-Naml wakati Nabii Suleiman anakwenda pamoja na jeshi lake alafu wadudu chungu walipokuwa jeshi wanaliona kuja qalat namlatun ya ayuha an-naml alipoambia yule mdudu chungu wa kike kuambia enyi wenzangu udkhulu masakinakum ingieni katika majumba yenu la yahtimannakum Suleiman wa junuduhu wasija kukusageni na kukuvunjeni Suleiman na jeshi lake wahum la yash'urun na alhali wao hawahisi haya maneno Nabii Suleimani alisikia na baada ya kusikia akacheka na kucheka kwake Mwenyezi Mungu anatuambia fatabassama dhahikan basi Suleiman akatabasamu akacheka min qawliha kutokana na kauli ya mdudu chungu wakala akasema Nabii Suleiman tatbiq haya maneno ya kule wasia wa Mwenyezi Mungu utekelezaji unakuja hapa pia qala akasema nini Nabii Suleiman قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه yale yaqul hii aya ngapi hii utaikuta katika aya 19 sura gani surati an-naml juzu ya ngapi juzu ya 19 juzu ya 19 aya 19 na surati an-naml sura 27 kwa hivyo aya hii inasema fatabassama nani Suleiman fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin fatabassama dhahikan akatabassam na huku kucheka min qawliha kutokana na kauli nani kutokana na kauli ya dudu chungu kuambia wenzie jificheni huko atakukanyageni qala rabbi awzi'ni ewe Mola niwezeshe akasema Mola wangu mlezi nizindue niwezeshe nipe uwezo wa kufanya jambo nini an ashkura ya nini niwezeshe kushukuru au kushukuru neemataka neema zako alati an'amta alayya ulizonineemesha mimi wa ala walidayya
na wazazi wangu ulioneemesha na kushukuru mimi na kwa niaba ya wazazi wangu wa an amala salihan na niwezeshe pia niweze kufanya amali njema tardha ambazo zenye kukuridhisha wewe wa aslih li wa adkhilni bi rahmatika na uniingize sio kwa amali zangu bali kwa rehema zako niingize wa adkhilni bi rahmatika na unitie kwa neema zako kwa rehema zako nitie katika kundi la katika waja nini fi ibadika salihin katika waja wako waliokuwa wema اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وصلى الله على محمد نبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين